Hello, mambo vipi? Karibu kwenye video hii ambapo leo nitazungumzia mambo ambayo ulitakiwa kuyajua kabla ya miaka 20. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zangu, tafadhali share, like na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zangu zingine kila ninapotuma. Tuende moja kwa moja tukatazame mambo ambayo ulipaswa kuyajua kabla ya miaka 20. Jambo la kwanza ni usimamizi wa fedha. Kabla ya miaka 20 ulitakiwa kujua usimamizi wa fedha, kujua jinsi ya kudhibiti pesa, kujua umuhimu wa kuanzisha bajeti na kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuweka akiba. Ulitakiwa kujua kuanzisha akaunti ya akiba au uwekezaji mapema, kwani kuwekeza mapema kuna faida kubwa sana. Unapokuwa mkubwa hauwezi kuhangaika kama unakuwa umejua hayo mambo ukiwa na umri mdogo, kwa maana vitega uchumi utakuwa umevianzisha na vitakuwepo. Kwa hiyo unatakiwa kujua kuepuka madeni ya matumizi yasiyo na maana, kwani madeni yanaathiri uhuru wa kifedha baadaye katika maisha yako. Wewe pia mtazamaji wangu, nadhani unatamani ungelijua haya mambo kabla hujafikisha miaka 20. Mimi mwenyewe hapa nilitamani ningejua usimamizi wa fedha kabla sijafikia miaka 20. Jambo jingine ni kujitambua na kujenga uaminifu. Nilitamani kabla ya miaka 20 nijue mapenzi yangu na malengo yangu. Sikujua namna nilivyopaswa kutafuta vitu ambavyo ninavipenda. Sikujua nifanye nini ili kujua dira ya maisha yangu, kwani sikufundishwa kujua mimi ni nani na ninataka nini. Nilitamani ningejua kujenga uaminifu, kwani ni muhimu sana kuwa mtu anayejiamini, anayejithamini kwa kujiamini mwenyewe. Leo hii wewe unayetazama video hii, kama una miaka zaidi ya 20, hakikisha unajitambua na kujenga uaminifu kwako wewe mwenyewe. Yaani jiamini wewe mwenyewe na wafundishe wengine ambao hawajafikisha miaka 20. Jambo jingine ni uhusiano na watu. Kabla ya miaka 20, nilitakiwa kujua jinsi ya kuwa na uhusiano mzuri na familia, marafiki na watu wa karibu. Jambo hili ni muhimu mno katika ustawi wa maisha ya baadaye. Kutojua jambo hili kunapelekea watu wengi kukuwa na mahusiano mabaya na wengine. Nilitakiwa kujua kuhusu watu wanaonizunguka, kwani ni muhimu kujua watu wakoje, hasa kuthamini wale wanaotutia moyo na kuepuka mazingira yenye sumu. Jambo la 4 ni kujifunza na kujitahidi kila siku. Kujifunza kutoka kwa makosa. Makosa mara nyingi ni fursa. Makosa yanaweza kuwa na fursa ya kujifunza na kukua, hivyo kukufanya ujitahidi kuboresha kila siku. Ni muhimu sana kufanya bidii kila siku na kujenga tabia nzuri kwa maendeleo ya baadaye. Kabla ya miaka 20, mtu anatakiwa ajue kabisa kurekebisha makosa yake na kujifunza, na si kulalamikia wengine kuhusu maisha yake. Jambo la 5 ambalo unatakiwa kulijua kabla ya miaka 20 ni afya ya akili na kimwili. Hapa nitazungumzia kujali afya. Ni muhimu sana kujua vyakula gani ni vyakula bora na kuvitumia katika umri wa kabla ya miaka 20. Vyakula bora ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Kufanya mazoezi ni kujali afya yako, pia afya ya mwili na akili yako. Jambo lingine hapa ni kuhusu kushughulikia mtindo wa maisha. Mazoezi kama meditation au kutafakari yanasaidia sana kudhibiti msongo wa mawazo. Kabla ya miaka 20 unatakiwa ujue kabisa kwamba meditation ni jambo zuri sana linalotakiwa kufanyika katika maisha yetu ya kila siku.
Haya ni mambo ambayo nilitamani ningeyajua kabla ya miaka 20. Sijui kwako wewe mwenzangu unayenitazama, ulitamani ujue mambo gani kabla ya miaka 20? Kwa sababu umri wako sasa hivi unaweza ukawa ni umri mkubwa au ukawa ni umri mdogo. Jambo jingine ni maisha ya kidini au tunasema spiritual. Hapa tuzungumzie kuwa na imani au lengo la kiroho. Ni muhimu sana kuwa na imani au imani katika kitu fulani kinachokuongoza kimaadili na kiroho. Ningetamani kabla ya miaka 20 niwe na imani au niishi maisha ya kidini yenye kumtegemea Mungu 100%. Leo ningekuwa nimetokea na kufikia malengo yangu, kwani Mungu ndiye kila kitu. Wewe ambaye hujafikisha miaka 20, hakikisha unalijua hili ili usije juta baadaye kwenye maisha yako ya uzeeni. Kumjua Mungu na kumtegemea Mungu kuna faida. Asante kwa kutazama video hii. Karibu uweze kutoa maoni yako kuhusu mada ya leo na usisite kushare na kulike. Subscribe ni ya muhimu ili uwe wa kwanza kupata dondoo kuhusu video zangu zinazofuata. Mambo haya yatakusaidia kuishi maisha bora ya mafanikio na kutimiza ndoto zako ambazo unatakiwa uzitimize, na ili uweze kuishi maisha ambayo ni bora, maisha yanayompendeza Mungu na maisha yanayowapendeza wanadamu, na maisha ambayo yatakufanya ufikie ndoto zako. Karibu sana.